أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia bila kusahau watu wa nyumba yake walio watoharifu. Nadhani katika dakika hizi chache kuna mengi sana ya kuyazungumzia yanayohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani au yanayohusu kwa namna moja au nyingine kukumbushana na kuzinduana, kwani ni maagizo ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba tuwe ni wenye kukumbushana kama sio kuelimishana. Nadhani itapendeza zaidi katika dakika hizi tukajaribu kuangazia moja ya kipengele kinachopatikana katika dua maarufu ambayo nadhani tumetoka kuisoma sasa hivi, duaul iftitah, dua ambayo kwa baadhi ya mapokezi inaonyesha sanadi yake inarejea kwa Imam Zaman, pamoja na kwamba kuna akwali nyingi sana, kuna ishkalati nyingi sana kuhusiana na kuirejesha dua hii kwa Imam Zaman, lakini vile vile ni dua ambayo inatoka kwa moja wa maasumin kutoka katika nyumba ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini vile vile ni dua ambayo haina shaka kwa sababu aliyeisimulia dua hii ni mmoja wa manaib wa Imam sahibu zaman. Katika duaul iftitah kuna kipengele tunasoma, imamu anatufundisha kwamba tuwe ni wenye desturi wa kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisema Imam, falam ara maulan kariman asbara ala abdin laimin minka alayya ya rab innaka tad'uni fa uwalli ank wa tatahabbabu ilayya fa atabaghadu ilayk wa tatawaddadu ilayya fala aqbalu mink. Maneno haya ni maneno ambayo yanaonesha mafungamano gani yaliyopo baina ya mwanadamu na Mola wake, kwamba ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba yeye ni mkamilifu na wala sio mwenye kumhitajia yoyote, na mwanadamu ndiyo ambaye anayemhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tunaona ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuonesha huyu mwanadamu kwamba mimi bado natamani na ninatarajia na ninapenda wewe
urejee kwangu mimi, uwe ni mwenye matendo mazuri, ufahamu ya kwamba maisha yako katika dunia yote yako chini ya milki yangu mimi, kiasi kwamba mwanadamu huyu kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio faida ya Mwenyezi Mungu, au kuacha kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa ni mwenye madhambi sio hasara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, Imamu anatuambia falam ara maulan kariman asbar ala abdin laimin minka alay, kwamba sijaona kiongozi, sijaona bwana ambaye ni mtukufu mkarimu, asbar ala abdin laimin minka alay, ni mtukufu ambaye ana subra ya hali ya juu kwa mja wake muovu, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una subra kwangu mimi, kwamba mimi pamoja na kwamba wewe ndio uliyeniumba Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba wewe ndio unayeniruzuku pumzi, pamoja na kwamba wewe ndio unayeniruzuku kila kitu ambacho nakipata katika dunia hii, lakini nimekuwa si mwema kwako. Pamoja na hivyo umekuwa ni mwenye kunisubiria mimi kama mja wako ambaye sina matendo mazuri. Lakini Imamu anaendelea kusema innaka tad'uni fa uwalli ank, wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unaniita niweze kurejea kwako, fa uwalli ank, lakini mimi najiweka mbali na wewe. Unanibembeleza wewe Mwenyezi Mungu niweze kuwa karibu na wewe, lakini mimi najiweka mbali na wewe. Watatahabbabu ilayya fa atabaghadu ilaik, lakini unanionyesha wema, lakini mimi siukubali wema huo. Watatawaddabu ilayya fala aqbalu mink, kwamba wewe Mwenyezi Mungu unanionyesha wema ambao unanijulisha kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli unanitakia wema, lakini fala aqbalu minka, wema huo siukubali kabisa kutoka kwako. Haya ni maneno ambayo yanafundishwa na Imam akitufundisha sisi ni kwa namna gani tunaweza tukawa tunambembeleza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususan katika masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, masiku ambayo dua hii ni mustahabu kuisoma kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zanguni, mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana, ni kiumbe ambaye chochote anachokifanya sababu yake ya kufanikiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu anafahamu kabisa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anavyosema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuumba mwanadamu wala majini isipokuwa lengo ni waniabudu mimi. Lakini pamoja na hivyo mwanadamu huyu anakuwa si mwenye kushikamana na kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakihitajia. Kwa hiyo mwanadamu ni muhtaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwanadamu huyu ndio ambaye inatakiwa afanye sa'i, afanye juhudi za kutafuta kwamba ni namna gani naweza kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyosoma katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum
yarshudun, kwamba pindi watapokuuliza wewe Nabii Muhammad kuhusiana na mimi Mola wao, fa inni qarib, waambie mimi niko karibu sana na wao, ujibu da'wata da'i idha da'an. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua milango ya dua, kwamba Mwenyezi Mungu anajibu maombi ya yule atakayemuomba, si yule asiyemuomba. Kwa hiyo ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujibu maombi yako ni lazima umuombe. Faliyastajibu li waliyu'minu bi, basi waitikie wito wangu, lakini vile vile na waniamini mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kufanya hivyo wao wataongoka. Kwa hiyo mwanadamu ndio anayetakiwa kumtafuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi sote ni mashahidi ni kwa namna gani wanadamu tumekuwa ni wenye kujisahau, ni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuita kwake kila siku kwa kupitia muadhin katika kila swala ya faridha, hayya ala salah, hayya ala alfalah, hayya ala khairil amal. Lakini kwa namna gani wanadamu wamekuwa ni wenye kujisahau, na hakuna anayejishughulisha na wito wa yeye kwenda kusali. Badala yake utakuta kila mmoja yuko busy na shughuli zake. Hii inaonyesha ni kwa namna gani sisi kama wanadamu tunashindwa kuitikia wito wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi kwamba ukiangalia unaweza sema kwamba mwenye haja na mwenzake baina ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu ni Mwenyezi Mungu. La, mwanadamu ndio mwenye haja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kumsikiliza huyu mwanadamu na mwenye kumpatia kila anachostahili huyu mwanadamu. Sisi sote ni mashahidi, kama ingekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamruzuku mwanadamu kutokana na anavyomwabudu, ni watu wachache sana ambao wangekuwa wamebakia katika dunia hii. Yaani leo hii Mwenyezi Mungu akichukua maamuzi kwamba hakuna atayempa pumzi isipokuwa ni yule mwenye kumwabudu, dunia itabaki khalian. Watu wengi tutaondoka katika dunia hii, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni Ghafurur Rahim. Lakini ndugu zanguni, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao yatakikana tuutumie kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini usomaji wake uwe ni usomaji wa tadabbur, uwe ni usomaji wa mazingatio, kiasi kwamba tuweze kufaidika na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwezekana uishe mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa kweli tumefaidika na ule ugeni wa sisi kuwa wageni wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatimie maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, du'itum ila dhiyafatillah, kwamba nyinyi wanadamu sasa, nyinyi Waislamu mnaitwa kuwa ni wageni wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kweli tufaidike na ile kuwa wageni wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, kuna mengi ya kuyazungumza, lakini inshallah kwa leo tuishie katika nukta hii. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wale watu ambao watakaofaidika na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao watafanikiwa kuacha yale yote ambayo ni mabaya na wakashikamana na yale yaliyokuwa mema. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.